Karibu katika episode ya 5 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 4, hakikisha unagusa ile pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Kama kawaida, hakikisha tu kwamba unagusa alama ya subscribe katika channel ya mdhamini wetu ili kuendelea kwenda sawa. Bidada Haina baada ya kutoka katika shimo alijikuta tu amechoka sana na akamwangukia mwamba kwa juu. Ile namna walivyokuwa wameangukiana, kuna namna fani, kuna mazingira ya kihisia aliweza kujitokeza. Lakini hili jambo lote lilikuwa kitazamwa na mwamba Bongkyung ambaye alionekana kukasirishwa sana. Lakini wakati huo alikuja bidada mmoja hivi na kumuita boss. Sasa hili jina la boss kwa nini? Na huyu bidada anafahamika kama Sujung, ni mwanafunzi mgeni kabisa hapa katika shule. Inaonekana kwamba huyu mwanamke alikupogi miaka ya zamani sana. Kifupi ni kwamba Wakorea wanaamini kwamba mtu baada ya kufa anaweza akazaliwa tena. Sasa inaaminika kwamba huyu msichana anaweza kukumbuka maisha yake kabla ya kufa kipindi cha zamani na kuzaliwa tena. Yeye ana uwezo wa kuyakumbuka maisha yale. Leo katika maeneo ya shule bana, bidada Haina alikuwa anasema kwamba amepoteza wallet yake. Basi walitafuta kweli kweli na mwisho wa siku mwamba alifanikiwa kuweza kuikuta wallet ya bidada. Basi baada ya kumpatia ile wallet wakaanza kuzurura katika mitaa. Lakini wakiwa katika matembezi hayo, ghafla tu bana, shemeji yake upande wa bidada Juna alikuwa anatembea katika mitaa na kuweza kuwaona. Ikabidi kuanza kuwapiga picha. Na kila siku inayokwenda basi hawa wawili wamezidi kujikuta wanajisogeza kwa karibu zaidi, na hali hii inawatengenezea mazingira fulani ya kihisia japokuwa hawajaambiana kwamba wanapendana. Leo bidada Haina alikuwa katika kipengele kizito kweli kweli, kwa sababu kila akimtazama Bongkyung anagundua kuwa upendo wake wote aliokuwa nao kabla umeanza kupungua. Sasa amejikuta sasa hivi anampenda mwamba Soan sana yani. Basi bana akawa amemfuata mjomba wake kumwomba ushauri. Kumbuka kwamba mjomba mtu tayari alibadilikaga kuwa mbwa na mpaka dakika hii ni mbwa tu yani. Ukweli ni kwamba anko mimi najikuta anampenda Soan, yani zaidi na kukuta nampenda yeye kuliko hata mwamba Bongkyung nilikuwa nikimpenda kabla. Sijui nifanyeje, lakini mjomba mtu akasema pambania furaha yako, pambania furaha yako. Kupitia huu ushauri wa mjomba mtu, bidada akaona kwamba atakwenda kubadilika mbele ya mwamba na kuwa mbwa ili aweze kumwambia mwamba ukweli wake mzima. Lakini ile amefika tu magetoni kwa mwamba akashuhudia jamaa akiwa yuko na jamaa mmoja anafahamika kama Jongmin. Huyu jamaa Jongmin ni mtu ambaye huwa anaajiliwa kwenda kuwachefua watu na huwa analekodi katika mitandao ya kijamii. Kifupi ni kama jamaa anayefanya sana prank, yani ni mtu wa kukelakela. Na huyu jamaa ndiye aliyekuwa akimsumbua jamaa mwanzoni kabisa kipindi cha udogoni, alikuwa akimpiga sana. Hasa akiwa anajua kwamba mwamba Soani mpaka dakika hii ni mnyonge, jamaa akawa amemtoa ile peni na kuitupa chini kisha kainionda yani kiasi kwamba nisiweze kutamanika kabisa na asiendelee kurekodi matukio yake. Alafu akamwambia ondoka haraka sana kabla sijachafukwa. Afu mwamba akawa anabweka kiasi fulani hivi, alikuwa anabweka lengo ni kumtishia jamaa, lakini akakuta jamaa bado haogopi. Lakini wakati kaka Jambazi anatoka katika eneo hilo, alishangaa kumwona bidada alikopo katika mitaa na anafuatilia mazungumzo yake. Ikabidi bidada kuanza kukimbia. Na huyu Jambazi akanyoka naye na kuendelea kumfuatilia, lakini kadri anavyozidi kumfuatilia akaja kugundua kuwa mbele yake kuna nguo tu, kuna kambua kanakimbia. Lakini mwamba Soan ndio akaendelea kumpigia bidada wakati huo, na huyo gundua kwamba simu ya bidada inaita tu, na bidada anaiona simu yake ila hawezi kuipokea kwa sababu mbadilika kwa mbwa. Sasa bwana, leo bidada Haina akiwa na dada yake huyu Juna walikuwa wanatembea katika mitaa, ni kama vile walikuwa wanampeleleza mtu fulani. Kwa bahati mbaya simu ya mama yao ikawa imeweza kuita na kusema kuwa na wahitaji nyumbani haraka sana. Walipofika tu mama mtu hakutaka kabisa kupoteza muda, akawa anamuuliza bidada Haina, je, una mahusiano na mwanaume yeyote yule, na je uko katika laana yoyote ile? Mama mtu ajui kabisa kwamba mtoto wake huwa anabadilika kuwa mbwa nyakati za usiku. Na kwa kuwa walikuwa wamekataa, basi mama mtu akasema nitalala hapa kuangalieni mpaka ifike asubuhi niwage na waona tu. Lakini mwisho wa siku mama mtu akawa amelala. Ikabidi bidada Juna akaanza kumtoa pale bidada Haina na kumrudisha katika chumba chake cha siri. Lakini kumbe mama mtu alikuwa amejiongeza, alikuwa ametega alarm katika simu yake. Sasa wakati huo bidada ndo anaenda kujificha, akawa ameshtukiwa bana. Moja kwa moja mama mtu anamsubiria, na ni kweli binti yake kabadilika kuwa mbwa mbele ya macho mama yake. Mama akasema kwa hiki kilichoweza kutokea, manake wewe una mahusiano, kuanzia kesho na muhitaji boyfriend wako hapa nyumbani haraka sana. Hasa bidada akacheketa sana akili yake. Mapema na alfajiri akajifikiria kwamba kwa nini simtafute yule dogo yocho huni yule ndo aje nyumbani kama boyfriend wangu, kwa sababu anajua kwamba mimi ni mbwa mtu, basi atakuja kunitetea, tunaamini. Basi mwamba Choijoni aliweza kuigiza ile sini vizuri kweli kweli. Mama mtu akaamini kabisa kwamba hawa watu wawili wana mahusiano, lakini mama mtu akasema kwamba anahitaji uweze kulala hapa hata kwa usiku mmoja. Nimekupenda sana mkwe wangu, yani nimependa sana ucheshi wako namna ulivyo, na kwa kuwa mna mahusiano nahitaji ukae hapa kwa siku moja tu, samahani. Lakini mama mtu akaongeza kwa kusema kwamba nataka tumtoe laana mwanangu kwa kutumia wewe ndio uliweza kumsababishia laana, na wewe ndio tunatakiwa kutukutumie kuweza kuitoa hiyo laana. Mama mtu tena akawa ameshika kirungu. Bidada Haina kuona kwamba mama mtu ameshika kirungu akajua kwamba leo Choihuni atakula virungu vya kutosha tu. Ikabidi kuongea ukweli kwa mamake kwamba sio huyo. Lakini mama mtu alipogundua kwamba alikuwa anamfokea kijana wa watu ambaye sio kabisa yeye, basi ikabidi kumuomba sana msamaha. Lakini baadaye naye bwana mdogo akaomba msamaha kwa kuweza kumuigizia
akawa anaondoka zake. Lakini ule wakati wanaagana, Mwamba Choihuni akasema kwamba leo ndio ni birthday ya Mwamba Soan, kwa natakiwa niwahi nyumbani. Oh, ni birthday yake, basi ngoja na mimi nitaelekea huko. Basi bidada akawa ameenda. Mwamba Soan hakuamini macho yake kuona kwamba bidada Haina ameweza kufika katika siku ya birthday yake. Walifurahi sana siku hiyo na bidada alikuwa amemnunulia Mwamba mpaka keki. Baada ya matembezi na michezo kama yote hivi, wakaanza kurudi nyumbani nyakati za usiku kidogo. Basi Mwamba Soan akawa amemwomba Choihuni asogee kando kidogo kwa sababu anataka kuongea na mtoto mzuri, lakini Mwamba Choihuni alijisikia vibaya kwa sababu inaonekana kwamba hata yeye mwenyewe anampenda sana bidada Haina. Akawa anaminia machozi kwa ndani. Mwamba Soan katika eneo la mgahawa akawa anataka kumwambia bidada kwamba anampenda, lakini bidada akawa amemstopisha akiamini kwamba yeye ndo anastahili kuongea mwanzoni kabisa kumwambia jamaa kwamba anampenda. Ikabidi kukimbia kwenda bafuni na akaanza kufanya mazoezi ya namna ya kuweza kumtongoza jamaa. Hasa bidada akiwa bafuni alikunywa pombe nyingi sana. Aliporudi Mwamba akashtuka kwamba bidada ni kama amekuwa muoga tofauti na alipokuwa ameweza kuondoka. Akasema naomba usiongee kitu chochote kile, inaonekana kama vile umechanganyikiwa kiasi fulani au umekunywa pombe nyingi. Kwa hiyo sasa maneno haya yakasababisha bidada asimwambie Mwamba kwamba anampenda. Basi bwana akawa anaondoka zao, anarudi nyumbani. Bidada kwa kuwa amelewa, kila kitazama kitu anasema oh, nayapenda hayo maua jamani, nayapenda sana. Mwisho wa siku anajikuta anamwegamia Mwamba. Sasa yule bwana anayefahamika kama Jongmin ambaye tunafahamu wote alikuwa ni adui wa udogoni wa Mwamba Soan, siku ya leo alikuwa anampeleleza bidada kutaka kujua ukweli wake, kwa sababu jana alikuwa akimkimbiza ghafla tu bidada kama ameweza kupotea. Baada ya kugundua katika mitandao marafiki wa bidada Haina moja kwa moja kama ametimba katika maeneo ya shule na kuanza kuuliza habari za bidada Haina, lakini hii kitu iliweza kushuhudiwa na Mwamba Soan ambaye alipata shaka sana juu ya usalama wa bidada. Na Mwamba Jongmin hakuishia hapo, akafika mpaka nyumbani kwa kina bidada ambako baba yake huwa anauzauza baadhi ya vitu vitafuna hivi. Baba mtu ni mtu wa kucheka cheka tu, yeye kila swali akiulizwa ni kutabasamu tu na kuonesha ushirikiano. Mwisho wa siku akawa anataka kuonesha picha ya familia nzima, lakini mama mtu akawa ameshtuka tabia huyo kijana, mbona anauliza maswali mengi hivi? Akasema kuwa hatukuoneshi picha ya familia, kwani tukuoneshe wewe kama nani? Mwamba Jongmin akazuga kana kwamba alikuwa anaondoka, lakini kumbe alikuwa amejificha sehemu kusikiliza maongezi ambayo yatakuwa yanafanyika hapa ndani. Akaja kugundua kwamba kumbe bidada ana mjomba wake alibadilikaga kwa mbwa. Jongmin haraka sana akawapigia wauni wa mtaa na kusema kwamba waelekee katika maeneo ambayo mbwa wanahifadhiwa, na wakifika huko anaomba waseti CCTV kamera ili aweze kugundua anko wa bidada ni nani miongoni mwa wale mbwa ambao wanahifadhiwa katika yale maeneo. Lakini siku ya leo bana, bidada akaanza kumwambia dada yake kwamba nataka nimwambie ukweli Mwamba Soan kwamba nampenda, lakini dada mtu akamtahadharisha na kumwambia kuwa unakumbuka kwamba mwanzoni umewahi kuwa katika mahusiano na ilikuletea matatizo makubwa sana. Mpaka mama yao anakumbuka tukio lile liliwasumbua kweli kweli, kwa sababu mwamba wake wa kwanza kisa kuingia naye katika mahusiano amewahi kumrekodi video mbaya kidogo, na baada ya kumrekodi ile video akawa anataka pesa mingi, lakini mama mtu alipambana mpaka kalipa ile pesa na ile video ikaweza kufutwa. Lakini yule mtu pia akatakiwa kumkisi bidada ili mradi tu bidada asibadilike tena kuwa mbwa. Basi baada ya kukamilisha zoezi lile, kiukweli mama mtu alimsihi binti yake kuto kuingia kabisa katika mahusiano. Lakini haya yote bidada Jona ndio alikuwa akiyazungumza, na alikuwa akimkumbusha bidada kwamba hapaswi kufanya jambo lolote tofauti. Lakini wakati huo anazungumza, wasijue kwamba Jongmin alikuwa kando yao na anawasikiliza kwa umakini kabisa. Mwamba Jongmin moja kwa moja akaelekea kwa ex boyfriend wa bidada Haina, na hapa akawa anamuuliza baadhi ya maswali, kisha baada ya hapo akawa amempatia kazi fulani na akampatia pesa mingi tu. Lakini siku ya leo bidada akati anavuka barabara, Mwamba Soan alikuwa akimtazama kwa umakini zaidi, akaja kushtuka kana kwamba kulikuwa kuna mtu anamvizia bidada kana kwamba anataka kumsukumia katika eneo la lami bidada aweze kugongwa na gari. Mwamba Soan haraka sana akaenda kumkabili huyo mwamba, lakini alikuja kushtuka kuwa kumbe ni baba yake kabisa bidada Haina. I say baba yake na Haina akagundua kwamba huyu ndiye aliyesababisha mwanangu abadilike kuwa mbwa bila shaka yoyote. Mzee akaanza kufunguka, yani wewe ndio umemsababisha mwanangu. Bibie ikabidi kuanza kumfunga mdomo wake baba yake, yani kwamba asiweze kuzungumza hiyo siri isije kafahamika, kwa sababu mwamba hajui kwamba bidada ni mbwa. Kando kidogo bidada Haina akaanza kumfungukia babake ukweli mzima na wa mambo unavyoendelea, lakini mzee akasema yani huyo kijana anakupenda sana, hatokataa kabisa kupokea ukweli wako. Lakini siku ya leo bidada akachukua simu yake akataka kumwambia mwamba kwamba anampenda kupitia njia ya simu, ila ile time anashika tu simu anaweza kushtuka kuna ujumbe umeingia kutokea katika namba ngeni. Kuna mtu ametuma nguo zake kipindi ambacho bidada alibadilika kuwa mbwa, na akamwambia kwamba anataka tuonane saa 5 kamili ya usiku. Bidada kwa hofu sana akaelekea katika maeneo ambayo kuna majengo yaliyoweza kutelekezwa, na Jongmin kumbe ndo alikuwa ameweza kumuita, akasema anahitaji pesa zako zote ulizonazo kabla ya kufika kesho saa 12 asubuhi, la si hivyo nitatoa asili yako nzima. Bidada Juna na Haina wakiwa hawajui nini ambacho watakwenda kufanya, wakaishirikisha familia. Baba mtu aliposikia masuala hayo ya kwamba wanatakiwa kutoa pesa, akaona kwamba hawana pesa kwa sasa, ni vyema tu wakaitoa asili hiyo wao wenyewe, wakaanza kurekodi video ili waweze kutaja ukweli mzima kuwa mtoto wake ikifika mida ya saa 6 usiku anabadilika kwa mbwa. Lakini mama mtu akashauri kwamba wasikurupuke kuituma hiyo video, ila wanatakiwa siku ya kesho ndo wafikie mwafaka wa nini cha kufanya, kwa watulie kwa sasa hivi. Lakini siku ya leo Mwamba Soan alikuwa ni mnyonge kweli kweli, kwa sababu dada hakuweza kabisa kufika shuleni. Kumbuka kwamba hawa wote ni walimu katika shule moja, alikuwa na huzuni kweli Mwamba. Baada ya vipindi vya shule, Mwamba moja kwa moja akaelekea mpaka nyumbani kwa kina
bidada haya, na akawa anamtumia message, nimekuletea msosi, nataka tushiriki pamoja, lakini bado bidada alikuwa ajibu chochote kile. Lakini hii familia wakaja kugundua kwamba mtu ambaye atakuwa amehusika kwenye huu mchongo lazima atakuwa ni ex boyfriend wa dada yake Haina, ambaye anafahamika kama Juna. Lazima huyu ndo anahusika katika kuandaa mchoro huu, kwa sababu kutokea zamani alipokuwa na mahusiano na bidada Juna alikuwa ni mtu mwenye umbea mwingi, na alikuja kujua siri ya bidada kwamba anabadilikaga kuwa mbwa. Kwa hiyo bila shaka ndio huyu akaenda kuvamia nyumbani kwake, wakavunja mlango na kaweza kumteka, lakini walikuwa wamechelewa kwa sababu mwamba Jongmin alikuwa tayari ameshaanza kusambaza katika video, na akasema kuwa kuna mwalimu ambaye anabadilikaga na kuwa mbwa. Akasema kwamba sio muda mrefu nitakwenda kumtaja. Kwa hiyo ilikuwa ni kama trailer tu la kuwakumbusha kwamba wanatakiwa kuleta hela mapema kabla hajaweza kuwataja. Mwamba Sowan alifanya utafiti na kuja kugundua kwamba Jongmin anaishi katika mitaa fulani hivi. Bana we, alimvamia na kumtembezea kichapo kizito sana mwamba. Hasa unajua kwamba Sowan anaamini kwamba yule jamaa alipokuwa anasambaza ile taarifa kusema kwamba kuna mwalimu anabadilika kuwa mbwa, alihisi ni kana kwamba alikuwa anamtukana yeye na kumwambia kwamba yeye ni muoga wa mbwa. Lakini kitu ambacho mwamba Sowan haelewi ni kwamba jamaa alikuwa anamaanisha mwalimu anayebadilika kuwa mbwa ni bidada Haena. Jongmin akajifanya kana kwamba alikuwa anamkimbia mwamba Sowan, lakini alikuwa anakimbilia katika maeneo ambayo yako abandoned, yani maeneo yaliyoweza kutelekezwa. Na alipofika huko, kumbe kulikuwa kuna ule mbwa wake alikuwa akimtumia kipindi kile cha kumnyanyasa bwana mdogo. Ni kweli kabisa, jamaa alipoweza kumuona huyu mbwa akajikuta ameganda tu. Mwisho wa siku alipigwa na moja ya uchogo, mwamba akakata moto pale pale akaanguka chini. Unadhani nini kitakachokwenda kujiri? Ni kusitu kugusa alama ya kusubscribe hapo chini katika channel ya mdhamini wetu, basi utakuwa umetisha sana, kwani episode ya mbele itatoka kwa haraka zaidi pindi utakapokuwa umeweza kufanya jambo hilo. Okay, big name Baba Show.